Huko hapa Mkaya TV Asili Mtandaoni tunabeba utamaduni tunaijenga kesho. Nataka jina moja tu la Ngosho Mkaya. Karibu niweze kukufunulia kuhusu wimbo ambao umefanywa na Mangwengwe Mlolasa, unaenda kwa jina la Wachawi. Huo wimbo kuna kitu watu wengi hawakuwahi kuelewa kabisa kuhusu wimbo huo ambao ulienda kwa jina la Wachawi, na wengi wao walikuwa kiusikiliza tu kama sehemu ya kuwapatia burudani, lakini ukae ukiwaza nyuma yake pia kulikuwa na ujumbe mzito ambao mara nyingi ulikuwa ukiigusa jamii kwa kina. Na leo tunafungua ukweli huo. Tunatizama wimbo wa kwake Mangwengwe Mlolasa unakwenda kwa jina la Wachawi. Ni wimbo ambao ilikuwa wakati umetoka, ilikuwa ni kipindi ambacho katika baadhi ya jamii hofu kubwa ilikuwa kitawala kuliko uelewa ule ambao walikuwa nao, na watu walikuwa wakiishi kwa kutuhumiana, wakati mwingine bila kuwa na ushahidi. Majirani waliogopana, na wakati mwingine familia zilivunjika kabisa. Ni katika mazingira hayo ndipo sana ya asili ikawa kama sauti ya watu walikuwa hawezi kuongea. Ndipo likatokea jambo la kutokea, na ndipo likatokea ama ndipo katokewa ama ukazaliwa wimbo huu wa Wachawi wa kwake Mangwengwe Mlolasa. Ikumbuke kipindi cha nyuma, ukirudi nyuma kidogo kuanzia 2005, 2004, 2003, 2002, kwa kanda ya Ziwa matukio mengi yalishamili ikihusisha hasa ushirikina, uchawi. Kuna baadhi ya familia tuliona walikuwa kiama, watu wazima ama wazee walikuwa kikatwa na mapanga. Na ndipo kipindi hicho pia kazi nyingine pia zilitokea, kazi tofauti ikiwemo ile kazi maarufu ambayo imeimbwa na Buteta pia inaitwa Kwetu Shinyanga Wenye Macho Mekundu. Na ikumbuka ni wakati huo na ndipo Mangwengwe pia Mlolasa aliweza kuachia kazi yake ambayo inaenda kwa jina la Wachawi. Ndani ya Wachawi kuna ujumbe mkubwa ambao pengine watu wengi watapenda kufahamu ama umekaa ukijificha. Kwanza, unaposikiliza wimbo wa Wachawi wa kwake Mangwengwe Mlolasa, hofu ambayo ile ukuepo ndani ya jamii tunaiona, ambapo kila mtu alionekana kuwa na hatari kwa mwingine. Hata ukirudi nyuma kipindi hicho, kwa ukisikia fulani mchawi ilikuwa ni balaa. Saa 12 tu kwa nyumbani, saa 2 zikutembea. Binafsi nakumbuka wakati nikiwa shule ya msingi huko, sehemu moja hivi kuna mti mmoja hivi wa mwembe, ilikuwa ikifika muda fulani hivi unaona kama umewaka moto, lakini alfajiri ukienda asubuhi kutizama unakuta uko fresh. Ilikuwa inajenga namna fulani ya hofu ambayo ilikuwepo kwenye jamii. Kiutizama pia kwa jicho la pili ama na la tatu kabisa, wimbo kwake Mangwengwe Mlolasa unaweka wazi tatizo lile la kutuhumu watu bila ushahidi, ambapo maisha ya watu wasio na hatia wakati mwingine yaliweza kuharibiwa. Kwenye wimbo wa Mangwengwe ukimtizama mhusika mkuu yule mwanamama ambaye alikuwa anafukuzwa na mume wake, kisa umri umeenda, hajazaa, hana mtoto, anaambiwa toka usiletee uchawi lako na vitu kaa hivyo. Haya matukio yamekuepo na yalikuepo, na wakati mwingine hata kwenye jamii zetu bado yapo yakiwa kihusishwa. Unakuta kama ukikuta familia fulani hivi paka mama ama mbabu amekuwa mtu mzima pasipokuwa na mtoto yote, watu wamekuwa kihusisha na issue nzima ya uchawi. Hapo ndo utagundua kwamba hii haikuwa ni burudani pekee,
bali pia ilikuwa ni sehemu ya kioo cha jamii ambayo ilikuwa inaumia kimya kimya. Ndipo maana hata wasanii wetu hawa Mamanju pia ambao wanafanya muziki wa asili wakazama deep, wakazama studio na kutuletea kazi nzuri ambayo imesheheni ujumbe. Lakini jambo la kushangaza zaidi, wimbo huu haukuishia kwenye muziki. Ulikuwa ni kama darasa na ulikuwa ni kama onyo pia kwa jamii, ambao ulisema kwamba hofu ikitawala, ukweli unaweza kupotea, na jamii inapopotea, ukweli unaanza kujiangamiza wenyewe kwa maamuzi ya haraka. Ndio maana visa kama watu kukatwa na mapanga kwa kuhisiwa ni washirikina ama ni wachawi ilikuwa imesheheni. Kwa hiyo unapoutizama ule wimbo kwa jicho la tatu, na cha kushangaza ukiunganisha na wakati huu sasa ambao tunauishi, ni kwamba hata leo ingawa bado hatuna hofu ile kama ya zamani, bado tunaiona kwa sura nyingine. Watu wamekuwa kihukumiwa huko mtandaoni, unaona wakati mwingine bila ushahidi. Tuona kama kuna taarifa fulani miezi kadhaa iliyopita, Tabora huko kuna mzee mmoja alionekana ndani ya fence ya nyumba fulani, ukawa anahusisha pia tukio lile na kama na ushirikina ama uchawi. Sasa bado tunaiona kwa sura nyingine. Watu wamekuwa kitumiwa pia mitandaoni bila ushahidi, pengine kwa sababu ya uvumi. Wakati mwingine inaweza kapelekea kuharibu maisha ya watu. Jamii pia inaweza kugawanyika kwa maneno tu. Ina maana kwamba tatizo bado halijaisha, limebadilika tu kimuonekano. Ujumbe mkubwa hapa kiutizama pia kwenye huu wimbo wa Mangwengwe Lolasa ambao unakwenda kwa jina la wachawi. Unajifunza vitu kadhaa, ikiwemo usimhukumu mtu bila ushahidi. Usije ukamhukumu mtu bila ushahidi. Pia wakati mwingine ukitizama, hofu inaweza ikaharibu jamii nzima. Sio hata kama sasa hivi tukio ambalo limejiri ama taharuki ambayo ilizuka hapa katikati, kwamba mwanaume akishikwa bega, maelekezo yanapotea. Ni hofu tu inaweza ikaharibu jamii nzima kwa kuanza sehemu moja, na kuna watu wengi pia waliweza kupoteza maisha kwa kuhusishwa na issue kama hizo. Tukumbuke pia sanaa mara nyingi imekuwa inatuonesha ukweli ambao watu wakati mwingine wanaogopa kusema. Kupitia wasanii wanavyofanya kazi zao, wakati mwingine wamekuwa wanakuwa ni sehemu fulani vya kuonesha ujumbe. Ukitazama vizuri wimbo wa Mangwengwe Lolasa kama ambavyo unaona, mambo yanakaa vizuri. Kwani wewe unaonaje? Unadhani hii ni historia tu au bado inatokea kwa namna nyingine leo? Unaweza ka comment hapo, comment yako. Hakikisha pia una subscribe hapo Amkaya TV, kwa sababu tunajaribu kuchambua baadhi ya nyimbo kupitia sana ambazo wimbo original utafute, unaitwa wa Mangwengwe Lolasa, unaitwa wachawi. Unaweza kutafuta huko kwenye mitandao. Umeona tu nilikuwa nautizama na nimeusikiliza sana kwa muda mrefu, kwa hiyo nikaona itakuwa vizuri nikikufikishia na hapo. Naitika kwa jina moja tu la Ngosha Mkaya, na hii ni Amkaya TV. Ngoma ya bashikane